Naam, wana Ukuu wa Mwafrika. Karibu tena katika chaneli yetu hii ya Ukuu wa Mwafrika. Mahali ambapo tunaongea mambo mbalimbali ya Uafrika na hasa kuhusiana na mgogoro huu unaoendelea katika taifa la Kongo. Huko Kongo Mashariki ambako ndiko vita vinakoendelea. Lakini vita hivi vinaendelea ni kwa sababu ya rasilimali ambazo Kongo inazo. Na tayari tuliona wazalendo wanafanya kazi kubwa sana ya kuendelea kurudisha makazi au kurudisha maeneo ambayo basi hawa M23 wameyachukua. Na maeneo hayo, kwanza kuna eneo lingine linajulikana kama Walikale. Walikale ni eneo ambalo kwanza liko Kongo Mashariki, lakini pia vile vile ni eneo ambalo ni tajiri kwa madini. Ni eneo ambalo lina madini mengi. Kwa hiyo na lenyewe pia hawa M23 walikuwa wamelichukua. Lakini mpaka sasa tunavyoongea eneo hili limerudishwa mikononi mwa wazalendo, au wazalendo wameshalirudisha eneo hili kwa sababu ya General William Amuri Yakutumba, mtu ambaye amesimama imara katika kuitetea Kongo, katika kuipigania Kongo dhidi ya makundi ambayo ni makundi ya waasi na makundi yanayofanya vitendo vya kigaidi. Na ni kwa faida ya nani? You never know. Hauwezi ukaelewa. Kwa hiyo matokeo yake ni kuwa wamekuwa hapo wakipigana hawa wazalendo, na wazalendo hawa kwa hakika wamekuwa wakifanya kazi yao vizuri sana, na hatimaye kupelekea maeneo yaliyokuwa chini ya udhibiti wa M23 pamoja na makundi mengine, kwa sababu ule ni muungano wa makundi haya ya waasi, basi kuweza kuyarudisha maeneo haya. Sasa ni hapo Walikale ambapo wazalendo tayari wamesha yachukua maeneo haya. Na ndio maana tumekuwa tukiongea hapa siku zote kuwa wasingekuwa ni wazalendo hawa M23 na adhima yao ya kutaka kufika mpaka Kinshasa, wangekuwa walishafika. Lakini wamezuiliwa hapo katikati na wazalendo, kwa sababu nia yao ilikuwa ni kwenda Kinshasa kumpindua Felix Tshisekedi, rais wa Kongo. Lakini wamezuiliwa hapo njiani, hasa walipofika Fizi pale walipokelewa vizuri sana. Lakini kumbe mikakati ya wazalendo haikuwa kama jinsi ambavyo M23 walitegemea. Mikakati ya wazalendo ilikuwa ni kuendelea kuwarudisha nyuma hawa M23, na mwisho wa siku wakafaulu kuwarudisha nyuma. Sasa kama nilivyokuambia, chini ya General William Amuri Yakutumba, basi mambo yanakuwa ni mambo mazuri kweli kweli, mambo ambayo M23 wao wenyewe wanashindwa kuelewa au wanashindwa kujua ni nini hasa kinachoendelea. Kwa hiyo hawa ndio wazalendo ambao wanaipambania Kongo, wanapambania ardhi ya Kongo, wanapambania ardhi yao ambayo wanasema haifai kuwa inamilikiwa na magaidi, kwa sababu jambo hili ni kama Burkina Faso. Kumbuka kule kwa Ibrahim Traore, lakini Mali pia kwa Assimi Goita, na Niger pia kwa upande wa Abdrahman Tiani, kwa sababu asema ardhi zile zinahitaji zishikwe na wazawa, zishikwe na watu raia wema wenye nia njema, sio makundi ya kigaidi ambayo yanakuwa yanasaidiwa na watu kutoka nje ya Afrika, na wengine ni ndani humu ya Afrika kwa ajili ya maslahi. Na maslahi haya ukiangalia mwisho wa siku ni maslahi ya hawa wanyonyaji kutoka nje ya bara la Afrika. Kwa huko maeneo ya ukanda wa Sahel au mataifa ya West Africa tunamuongelea Mfaransa. Lakini hata Kongo pia bado Mfaransa yuko hapo. Kongo pia bado Mbelgiji yuko hapo. Mbelgiji ambaye kwa bahati mbaya ndo amekuwa akiongea sana na kutupa lawama kwenye mataifa ya jirani na taifa la Kongo, lakini Mbelgiji yuko hapo miaka na miaka akiendelea kuchukua rasilimali za taifa hili lililobarikiwa, taifa la Kongo. Lakini tunakumbuka kuwa kulikuwa na mazungumzo ya amani
ambayo yalifanyikia nchini Qatar, ambapo walikutana rais wa Kongo Felix Tshisekedi pamoja na Paul Kagame rais wa Rwanda. Lakini pamoja na mazungumzo yale ambayo wamezungumza, bado M23 walisema hatutambui hayo mazungumzo, na wazalendo na wao pia walisema hatutambui hayo mazungumzo, wacha vita viongee. Unajua kuna wakati kutafuta amani inabidi utafute amani kupitia vita, lakini amani tunasema ni bora zaidi, na sisi tunatamani kungekuwa na amani katika taifa la Kongo. Amani hiyo ingekuwepo tangu jana, lakini sasa bado vita vinaendelea. M23 wamegoma na wazalendo pia na wao wamegoma, wamesema tutapambana mpaka tone la mwisho. Ndio maana unaona wakati Felix Tshisekedi sasa akiwa kwenye mpango huo wa kutaka kufanya mazungumzo au kupatana na waasi wa M23, bado makundi ya kisiasa yaliyoko huku mashariki mwa Kongo walisema hapana, sisi hatutambui mazungumzo ambayo Felix Tshisekedi ataongea na hawa waasi M23. Sisi tunachotambua ni vita tu mpaka pale tutakapopigana tone letu la damu la mwisho litakapomwagika, labda hapo ndipo na uwezo wa kuongea na hawa waasi, lakini vinginevyo sisi hatutambui, tutaendelea kupigana. Na wanasiasa hawa, kumbuka, wanawasapoti zaidi sana wazalendo, jeshi la akiba la wazalendo ambalo liko chini ya William Amuri ya Kutumba, ambaye aliteuliwa na rais wa Kongo na akawa anapewa sapoti kubwa sana ya hawa wazalendo ili waendelee kupigana vita, lakini matokeo yake yamekuwa ndivyo sivyo. Kwa hiyo mkutano ule haujaweza kuzaa matunda, kwa sababu pia serikali ya Kongo sasa upande mwingine ukijaribu kuiangalia au serikali ya Rwanda tuseme, serikali ya Rwanda ukijaribu kuangalia wao, mara nyingi sana unakuta jeshi hili la Rwanda linafanya operation ndani ya Kongo kwa madai ya kuwa wanawawinda FDLR, ambayo nitakuja kukuambia vizuri ni kwa nini wawe wanawawinda hawa watu na ndani ya taifa la Kongo. Kwa sababu FDLR walikuwa wanajulikana kama Interahamwe. Hawa ni askari waliokuwa askari wakati wa utawala wa aliyekuwa rais wa Rwanda Juvenal Habyarimana, ambaye naye 1994 ndege yake ilipigwa wakiwa na rais wa Burundi alikuwa anaitwa Cyprien Ntaryamira, wakiwa wametokea huku Dar es Salaam kwenye mkutano wa amani tu katika mambo ambayo walitakiwa Rwanda na Burundi waweze kupatana. Lakini wakiwa kwenye ndege, basi ndege ile ikaweza kutunguliwa kwenye uwanja wa ndege wa Kigali hapo nchini Rwanda. Kwa hiyo wanasema sasa kwa serikali ya Rwanda kwa sasa inadai kuwa hawa Interahamwe ambao ndio FDLR ambao sasa waliweza kuendesha mauaji ya kimbali ya ya Rwanda mwaka 1994, na baadaye hawa watu wakakimbilia Kongo, wakaenda kupewa hifadhi na kule wakajiunda kama jeshi, na jeshi hili bado likaendelea kupewa sapoti na Kongo. Ndio madai ambayo yamekuwepo. Na kwa upande mwingine sasa wanasema kuwa yani madai ya taifa la Kongo wanadai kuwa hawa M23 wanakuwa wanasapotiwa na Rwanda ili waendelee kuweka pressure zaidi ya kuivuta Kongo kuja kwenye mazungumzo, ili waweze kuzungumza na yaani Kongo wenyewe waweze kuondoa hicho kikundi cha FDLR, kuweza kukiondoa kabisa, ndipo hapo sasa mambo mengine yaweze kuendelea. Kwa unaona mgogoro the way ulivyo unakuwa una mambo mengi, na mambo haya chini ya pazia ni mengi kweli kweli. Kwa ndio maana hii ni mojawapo ya sababu ya ambayo kama Rwanda wanasema wamekuwa wakiingia Kongo kufanya operation hiyo, jambo ambalo lakini Rwanda wenyewe wamekuwa wakilikanusha na wamekuwa wakilikataa. Lakini wanasema kuwa hawa FDLR au zamani hizo wakiwa wanajulikana kama Interahamwe, hawa ni watu hatari walioendesha au ndio walioanzisha mauaji ya kimbali hapo katika taifa hili la Rwanda. Kwa hiyo mambo yako hivyo. Kwa wachambuzi wa mambo wanadai kuwa ni lazima sasa Kongo wafike mahali waweze kuliondoa kabisa ili kundi la FDLR
hapo ndipo amani inaweza ikapatikana. Kwa hiyo ndio maana ndugu zanguni, nawaambia mgogoro huu wa Kongo au hizi siasa za Kongo hapo ziko very complicated, na mambo yako mengi kweli ambayo wanashindwa kuelewa ikoje, lakini mwisho wa siku tunataka amani, kwa sababu ndugu zetu wa Kongomani wanakufa sana pale, na jamii zingine zilizoko pale, na wao wanapitia hali ngumu sana, hali za kifo na hali za manyanyaso. Kwa hiyo hilo ndivyo lilivyo ndugu zanguni, na kama nilivyowaambia, mji wa Walikale tayari umesharudishwa mikononi mwa wazalendo. Asanteni sana wanakuwa Mwafrika kuendelea kutufuatilia. Mwenyezi Mungu awabariki sana.